Wapendwa katika Kristo Yesu, tunapenda kuwasalimu mahali popote ambako munapatikana, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kipindi hiki ambacho kinawajia ni kipindi ambacho tunaita mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru kinaletwa na wenu wa kila siku, Mchungaji Mwira Mgula Robert. Mchungaji Mwira Mgula Robert akiwa mchungaji wa kanisa la Senge Mselpa Nayoti Industriele Bukavu katika nchi ya Kongo. Mungu awabariki na Mungu awabarikie tena. Kabla tuanze kipindi hiki mtajua kweli na kweli itawaweka huru, itawapendeza kwamba tutamomba kwanza Mungu wetu. Wapendwa katika Kristo, tutaomba kwanza Mungu mahali popote munapokuwa. Baba Mungu uliyezumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo Bwana, tunayo moyo wa shukrani kuwa mbele zako kwenye saa hizi. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, jina lako lipewe sifa. Wewe ambaye unatulinda, unatuchunga, unatuhifadhi. Muda huu tumekuwa mbele zako, tunataka kulitoa neno lako. Neno hili ninaliombea, wasikilizaji wangu ninawaombea, mahali kokote ambako wanapatikana. Hawa ambao wanakuwa nyumbani mwao, hawa ambao wanakuwa sebleni, hawa ambao wanakuwa fasi yoyote, wenye kuwa katika mji wa Bukavu, wenye kuwa nje ya Bukavu, wenye kupatikana nchi zingine, wote tunawaombea katika jina la Yesu. Mahali ambako wanapatikana, Mungu Baba, wabariki na kufungua masikio yao, wape sikio la ndani, wapate kutusikiliza, na neno lako liwabariki na lijenge mioyo yao. Ninaiomba na ninaiamini katika jina la Yesu Kristo. Amina. Nilikuwa niko nawaambia kwamba ninawaletea kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru kinaletwa na wenu wa kila siku, Mchungaji Mwira Mgula Robert, ambaye ni mchungaji wa kanisa la Senge Mselpa Nayoti Bukavu Industriel katika nchi ya Kongo. Wapendwa katika Bwana, tarehe ya leo ninapenda katika kipindi hiki tuzungumuze na ninyi somo kubwa ambalo tutakuwa na ninyi linasema siku za mwisho na matokeo yake kwa Wakristo. Siku za mwisho na matokeo yake kwa Wakristo. Hii ndio itakuwa somo yetu kubwa ambayo tutakuwa pamoja na ninyi katika tarehe ya leo. Siku za mwisho na matokeo yake kwa Wakristo. Tutalisoma neno la Mungu katika barua ya Paulo kwa Timotheo wa pili. Ninapenda tuangalie ile sura yake ya 3 na tunaweza kusoma ule mstari wake wa kwanza na tunaweza kufika mstari wake wa 5. Nimesema tutasoma neno la Mungu kwa Timotheo wa pili sura 3 mstari wake wa kwanza, tunaweza kufika mstari wake wa 5. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Ni neno la Mungu. Amina. Kama vile nilivyotangaza kwamba tumeanza somo ambalo tutaendelea nalo linasema siku za mwisho na matokeo yake kwa Wakristo. Siku za mwisho
na matokeo yake kwa Wakristo. Katika somo hili ninapendelea kwa ingilio mbele nifundishe juu ya siku za mwisho. Ninapenda niwaonyeshe namna gani nyakati zinagawanyika, ili tukupate kuelewa nyakati hizi za mwisho zinapatikana katika sehemu gani katika sehemu ya nyakati. Na ile nyakati ambayo Wafransa wanaita dispensation inagawanyika kwa sehemu 7 kubwa. Inagawanyika kwa sehemu 7 kubwa. Tufahamishe kuwa nyakati hizi ambazo zinagawanyika kwa sehemu kubwa, sehemu yake ya kwanza ni ile tunaita bustani ya Edeni, na ile ambayo tunaita kipindi au nyakati ya bustani ya Edeni, hii ni wakati ambayo tunaita bila dhambi. Hii wakati bila dhambi ni ile ambayo tunaiona tangu kuumbwa kwa Adamu hadi kuanguka kwake na kufukuzwa katika shamba la bustani ya Edeni. Hii ndiyo tunaita wakati bila dhambi. Alafu mgawanyiko wa pili au sehemu ya pili au deuxième dispensation ni ile ambayo tunaita kabla ya gharika. Kabla ya gharika ni wakati ambao inaitwa wakati wa dhamiri. Wakati wa dhamiri ni tangu kufukuzwa kwa Adamu na Eva katika shamba ya Eden hadi gharika. Hii ndio tunaita wakati wa dhamiri. Alafu sehemu ya tatu ni ile ambayo tunaita baada ya gharika. Baada ya gharika ni wakati wa madaraka ya mwanadamu. Nikisema wakati ya madaraka ya mwanadamu, ninaona tangu gharika hadi kugawanyika kwa Babeli. Hii ndiyo inakuwa sehemu ya tatu katika mgawanyiko wa nyakati. Sehemu ya ine ni ile ambayo tunaita wakati ya mababa au wakati ya mababu. Hii wakati ya mababu ni wakati wa ahadi. Ni vile inaitwa, ni wakati wa ahadi. Nayo ni tangu kuitwa kwa Ibrahimu hadi utumwa wa Misri. Tangu kuitwa kwa Ibrahimu baba yetu wa imani hadi hapo Israeli inapelekwa katika utumwa wa Misri. Sehemu ya tano katika mgawanyiko wa nyakati ni ile ambayo tunaita wakati wa chini ya sheria. Wakati wa chini ya sheria, hii inakuwa na sehemu zifuatazo. Sehemu yake ya kwanza ni tangu kuhama Misri hadi Sulemani. Sehemu yake ya pili ni tangu kugawanyika kwa ufalme hadi kifungo cha Babeli. Sehemu yake ya tatu ni tangu matengenezo ya Yuda hadi mwisho wa Agano la Kale. Na sehemu yake ya mwisho ni tangu mwanzo wa Agano Jipya hadi kusulubiwa na kupaa kwa Kristo Yesu. Hii ndiyo inapeleka ile tunaita sehemu chini ya sheria. Utakumbuka hata kwamba katika Wagalatia sura yake ya 4 na mstari wake wa 4, Biblia neno la Mungu inasema, naam, hata ulipowadia wakati au utimilifu wa wakati. Ninarudi, Wagalatia sura yake ile ya 4 aya yake ya 4, Biblia neno la Mungu inasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu amemtuma mwana wake ambaye amezaliwa chini ya sheria ili awakomboe hao ambao walikuwa chini ya sheria. Utasikia kwamba ujio huu wa Yesu Kristo ndio umemaliza hii sehemu ya tano katika mgawanyiko wa nyakati. Alafu sehemu ya 6 nayo ndio tunaita wakati wa mwisho. Sehemu ya 6 ndiyo tunaita wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho nayo inaanza tangu Pentekoste hadi kuja kwa Yesu Kristo katika mamlaka na utukufu. Jina la Bwana na libarikiwe, msikilizaji na mtazamaji. Sikia, sehemu hii ya 6 au kipindi hiki cha 6 nacho kinagawanyika kwa sehemu 2 kubwa zifuatazo. Sehemu hii nayo inagawanyika
kwa sehemu mbili kubwa zifuatazo. Sehemu yake ya kwanza nayo ni wakati wa neema. Wakati wa neema. Wakati huu wa neema, yaani ni tangu Pentekoste hadi kunyakuliwa kwa kanisa. Hii ndiyo tunaita wakati ya neema. Nayo ndiyo sehemu ya kwanza katika ile kipindi cha 6 ambacho ni siku za mwisho au wakati wa mwisho. Na katika ile kipindi cha 6 cha mgawanyiko wa nyakati ndiyo inabeba sehemu tunayoita wakati wa mwisho. Sehemu yake ya kwanza ni wakati wa neema, na wakati wa neema unaanza tangu Pentekoste hadi kunyakuliwa kwa kanisa. Hii kipindi hii ya nyakati za mwisho inakuwa na sehemu yake ya pili, ni wakati wa dhiki kuu. Wakati wa dhiki kuu, yaani tangu uasi mkuu hadi kuja kwa Kristu katika mamlaka na utukufu, ili kuanzisha ufalme wa miaka 1000. Jina la Bwana libarikiwe. Ninataka nikuambie msikilizaji na mtazamaji wangu kwamba kipindi hiki cha 6 ndicho kinabeba sehemu ya mafundisho ambayo nitakufundisha katika siku hizi, ambazo labda inaweza chukua mwezi mzima, kwa sababu ni fundisho kubwa, kwa sababu ni fundisho nzuri, kwa sababu ni fundisho pana. Na ninataka niseme hivi, sehemu ya 7 katika mgawanyiko wa nyakati au sehemu ya 7 katika dispensation, nayo ni wakati ujao wa utimilifu. Wakati ujao wa utimilifu. Wakati ujao wa utimilifu ni tangu kufunuliwa kwa Kristu hadi milele, nayo tunaita mbingu mpya na nchi mpya. Tangu kufunuliwa kwa Kristu hadi milele, ile ndio tunaita mbingu mpya na nchi mpya. Ninataka kuzungumza nini, msikilizaji na mtazamaji wa Kristu wanayoti, ambao mnaonisikiliza mlio mbali na karibu, wenye kupatikana katika province zingine lakini mungali munasamini madhabahu yenu ya Nayoti, wenye kupatikana nchi zingine, wenye kuwa mbali na karibu. Mchungaji Mwira anayo shabaha kubwa katika kuwafundisha somo hili. Yaani mbele niendelee na somo hili, lazima nionyeshe shabaha ya kufundisha nyakati za mwisho na matokeo yake kwa kanisa. Mpendwa katika Kristo Yesu, ninalenga nini katika somo hili? Ninalenga mambo 5 makubwa. Ninalenga mambo 5 makubwa ambayo ninataka nikufundishe katika somo hili. Shabaha yangu ya kwanza ni kuleta maarifa kwa kanisa, yani kwa waamini. Maana tukisoma neno la Mungu linasema, pamoja na imani ulioipata uongeze yako maarifa. Haleluya. Nina matumaini unasema amina pale kwenye unanifuata na pale kwa unanitazama. Umeamini Yesu Kristo, umefanya mzuri. Umeokoka, umefanya mzuri. Lakini Petro anasema kwa ile imani ulioipokea unatakiwa uongeze yako maarifa, connaissance. Unatakiwa uwe na ujuzi juu ya neno la Mungu. Unatakiwa uelewe juu ya neno la Mungu. Na katika Hosea sura 4 aya yake ya 6, Biblia neno la Mungu inakuambia, taifa langu linapotea kwa sababu linakosa maarifa. Taifa langu linapotea kwa sababu linakosa maarifa. Ayaya. Katika nukta hii ya kwanza ya shabaha yangu, au shabaha yangu ya kwanza ya kufundisha somo hili, ninataka niambie Wakristo wote walio mbali na karibu kwamba tunatakiwa imani yetu ielewe ile grande ligne ya grande doctrine de la Bible. Tunatakiwa tuelewe mafundisho makubwa ya Biblia. Na katika mafundisho makubwa ya Biblia mumo hili somo ambalo niko na wafundisha juu ya eschatology, yaani inafundisha juu ya siku za mwisho na kunyakuliwa kwa kanisa. Hii sio tu ndiyo grande doctrine de la Bible, lakini pia
shabaha hii hailenge tu uwe na maarifa juu ya nyakati za mwisho na kurudi kwa Yesu Kristo, lakini inalenga uwe na maarifa juu ya mafundisho yote makubwa ya Biblia. Sawa vile unatakiwa ujue juu ya teoloji, yaani uwe na maarifa juu ya somo au juu ya mafundisho juu ya Mungu. Unatakiwa uwe na maarifa juu ya kristoloji, juu ya mafundisho makubwa juu ya Kristo Yesu, jinsi alivaa mwili, jinsi alizaliwa, jinsi alikomaa, jinsi alifundisha maisha yake duniani, jinsi alitukomboa, jinsi alipaa mbinguni na jinsi atarudi tena. Unatakiwa uwe na manosio. Ukikutaniwa na wajumbe wa giza na walimu wa uongo, utakuwa uko na maelema. Lakini pia unatakiwa uwe na maarifa juu ya soterioloji, yaani fundisho ambalo linafundisha juu ya wokovu. Unatakiwa uwe na sehemu ya maarifa juu ya somo kubwa au fundisho kubwa linalofundisha juu ya dhambi, amartioloji. Unatakiwa uwe na elimu na maarifa juu ya fundisho kubwa la Biblia ambalo linafundisha juu ya pneumatoloji, yaani juu ya Roho Mtakatifu. Unatakiwa ujue juu ya angeloloji, somo kubwa au maarifa juu ya somo kubwa la Biblia linalofundisha juu ya malaika. Humo ndimo pia tunajifunza juu ya malaika walioanguka. Humo pia ndimo tunajifundisha juu ya shetani. Unatakiwa uwe na maarifa juu ya hii mambo ambayo ninahitaja hapa. Mungu akubariki msikilizaji. Sema amina basi pale kwenye unanifuata. Sikia, Mwira analenga shabaha ya pili. Anataka kanisa lijue na kujua. Haleluya. Ujue na kujua. Mbona itakuwa saa vigumu wewe unielewe hapa jamani Mwira analenga katika somo hili la kukufundisha siku za mwisho na matokeo yake kwako wewe Mkristo. Anataka ujue na kujua jinsi ya kuishi katika nyakati hizi. Kwa sababu gani? Pale kwa Timotheo wa pili sura 3 mstari wake wa 1 inasema, lakini ujue kwamba nyakati hizi zitakuwa za hatari. Acha tusome mimi na wewe tuone Biblia neno la Mungu inasema namna gani hapo. Biblia neno la Mungu inasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Narudi, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Shabaha yetu ya pili inataka Wakristo wajue namna watajikomporte katika siku za mwisho. Maana zile siku za mwisho zitakuwa za hatari. Na kwa vile zitakuwa za hatari, inatakiwa Wakristo wajue kwanza kwamba ni za hatari. Mesa watajua ni za hatari, inaomba waelewe ni za namna gani. Maana somo yetu italenga kutuonyesha dalili mbalimbali ambazo zinadhihirisha kwamba siku hizi ni za mwisho. Pale Mkristo atakapozigundua kwa njia ya dalili alizotuachia Kristo Yesu mwenyewe, hapo watajua namna gani wataishi katika siku za mwisho. Na neno ambalo Roho Mtakatifu analiweka ndani mwangu ni kuambia halo mwenye kunisikiliza na kunitazama saa hizi, nalo linakuambia pamoja na kuishi katika siku za mwisho, wewe utaishi katika siku za mwisho, lakini hautaishi kama mtu wa siku za mwisho. Haleluya. Hiyo neema ndiyo ninakuombea msikilizaji, na ninaitangaza ikufuate katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwamba umezaliwa katika siku za mwisho, unaishi katika siku za mwisho, umekaa katika siku za mwisho, unaishi na watu wa siku za mwisho, unaishi katika siku za hatari, lakini wewe hautakuwa wa hatari. Unaishi katika nyakati mbaya, wewe hautakuwa mbaya. Unaishi katika nyakati za uovu, lakini wewe hautakuwa muovu. Unaishi na watu wa uovu, sababu ndio watu wa siku za mwisho wale, lakini wewe utakuwa tofauti na wao. Ninairudia tena, ninaiweka tena msumari, ninaishindiria tena. Msikilizaji, mtazamaji, utaishi katika siku za mwisho, lakini hautafanana watu wa siku za mwisho. Mungu wangu na akubariki. Mungu wangu nawe pamoja na wewe. Nikuambie shabaha yangu ya tatu ni gani? Ninayo shabaha ya tatu katika somo hili.
Ninayo shabaha ya tatu ya kufundisha Wakristo Wanayoti na Wakristo wengine wote wanaonifuata mtandaoni na wengine wote watanifuata baadaye. Shabaha yangu ya tatu, ninataka kwamba ili ujulishe pia kizazi chako. Haleluya. Ukishajua habari hizi za siku za mwisho, ukishakuwa na maarifa juu ya siku za mwisho, ninakutakia wewe usijue tu na vikubakie ndani. Kama vile Kumbukumbu la Torati 6:7-6:6 kuendelea inasema, na maneno haya ninayokuamuru leo utayazungumuza na kizazi chako, uketipo nyumbani, unapokula, unapoenda shambani, unapotembea njiani, unapoketi nao, utawaagiza haya maneno. Oh, haleluya. Lakini ninapendelea sana neno la Mungu katika Timotheo wa pili sura 2 na mstari wa 2. Nitasoma hilo neno. Timotheo wa pili sura zake 2 na mstari wake wa 2. Na usoma katika jina la Yesu Kristo Bwana. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Amen. Ninajiunga na mimi na Paulo, ninawaagiza Wakristo Wanayoti popote ambako mnapatikana, Wakristo Wanayoti popote ambako mnapatikana kwenye saa hizi, neno la Mungu linasema Mwira anawafundisha maneno haya leo. Mwira anawafundisha neno hili leo. Sio kwamba mulisikie tu na mubakie vile vile, sio kwamba mulipokee tu na mubakie tu vile vile, lakini nyuma ya kulipokea munatakiwa mulifunze pia wale wengine ambao watakaofaa kuwafundisha na wengine. Mimi Mwira leo yupo aliyenifundisha maneno haya ambayo niko nawafundisha. Roho Mtakatifu akayapaka mafuta baada ya mimi kufunzwa, ameniwezesha. Haleluya. Ili na mimi niwafunze hayo nyimbo mko mnanifuata. Na mimi ninawaagiza ninyi wenye kunifuata, na ninyi munatakiwa muwafunze wa college de service, muwafundishe watoto wenyu nyumbani, muwafundishe wale wengine njiani, muwafundishe watu hadharani, mkiwaambia Maranatha, maana yake mnawaambia Bwana wetu anakuja. Wasitembee tu katika hii dunia hii bila kuwa na busoli. Mwende mnawaambia hii yenye mliona, hii matukio mliona, zile habari mlizosikia, msizikamate kawaida. Ni alama inayotudhihirishia kwamba Bwana wetu anakuja. Mungu awabariki. Hii ndiyo shabaha yangu ya tatu katika kuwafundisha somo hili. Shabaha yangu ya 4 ni gani? Ya kufundisha Wakristo, ya kufundisha watu wa Mungu, ya kufundisha taifa la Mungu juu ya habari za siku za mwisho na matokeo yake. Shabaha yangu ya 4, ili uwe tayari katika kumngoja bwana harusi. Wewe kama bibi harusi. Haleluya. Ninajiadrese kwako kama bibi harusi. Ninajua amekuoa, amenioa mimi. Na Paulo anaambia wateule, anawaambia nimewaposa, nimewachumbilia Bwana mmoja tu, naye ni Yesu Kristo. Ametuchumbia sisi na ametuachia agano, ametuachia ahadi. Amesema nimeenda kuandalia mahali, ili mahali nilipo na ninyi muwepo papo hapo. Sasa somo hili linalenga kuamsha tena dhamiri za Wakristo, kuwasisimua tena, kutaka kuambia wawe tayari katika kumngoja bwana harusi. Wao kama mabibi harusi wawe tayari. Sikiliza, nisikuhubiri tu na sisome Biblia. Hii shabaha imezaliwa katika Injili ya Yesu Kristo, kama vile Mathayo ameandika sura 24 aya yake ya 44. Tunaweza hapana, aya yake ya 42, tunaweza kufika aya yake ya 44. Ninarudi, tutasoma Injili ya Yesu Kristo kama vile Yohana ameiandika. Injili ya Yesu Kristo kama vile Yohana ameiandika, sura 24 mstari ya 44 mpaka mstari ya 45.
42 mpaka 44. Naisoma katika jina la Yesu. Hii ndiyo inabeba shabaha yangu ya 4 katika somo hili. Nayo inasema, kesheni basi, kwa maana hamjui siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Aya 44. Kwa sababu hiyo ninyi nani, jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu atakuja. Hii ndiyo mshahiri ambayo inabeba shabaha yangu ya 4 katika kuwafundisha juu ya nyakati za mwisho na matokeo yake kwa maisha ya Wakristo. Sikia, shabaha yangu ninalenga ni watahadharishe Wakristo. Ni watahadharishe Wakristo. Kuwatahadharisha maana yake nini? Ni wapee angalisho. Nikuambie, utakula lakini kumbuka Bwana wangu anakuja. Utavaa lakini kumbuka Bwana wangu atakuja. Sikia, utajenga nyumba lakini kumbuka Bwana wangu atakuja. Utakuwa na mradi wa ndoa wa kuoa na kuolewa, lakini utakumbuka atakuja. Akitaka anaweza kuja na siyazaa, akitaka anaweza kuja mwaka mmoja wa ndoa, akitaka anaweza kuja na sijaoa, akitaka anaweza kuja na siyajaza hii nyumba ambayo niko naijenga. Lakini ninataka nikutahadharisha katika somo hili, nikwambie uwe tayari wakati wote. Ujiweke tayari, ukeshe usiku na mchana. Mambo ambayo nitakayoyataja katika dalili zinazotuonyesha kwamba Bwana wetu yu mlangoni, zinalenga kukuambia utakayaona matukio fulani, utakapoona jambo fulani, usizubae. Mbona iko sasa Kiswahili changu akieleweki jamani? Usizubae, usipumbazike, usiwe distrait, usiwe distrait. Lakini haya ya kudhamirishe, haya yaamshe dhamiri zako, haya ikupeleke kujua Bwana wangu anakuja. Sasa kama anakuja nifanyeje? Basi nitakuwa tayari. Utakesh, utakesh. Mungu anibarikie we. Halafu Biblia inasema, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, maana mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Mungu amenisaidia leo nikupelekee neno hili na unaketi nyumbani kwako. Nikupelekee neno hili na unaketi msalo yako. Nikupelekee neno hili na uko poze nyumbani uko unalifuata. Sababu hata kama maarifa yameongezeka, nayo yametusaidia pia na sisi wainjilisi kama Mwira tuamvahire marezo sosio, tupeleko yako neno la Mungu. Ikiwa wakavalabuchi wako wanayamvahiri, ikiwa walozi wanayamvahiri, walevi wanayamvahiri, sijui wanani na wanani, na sisi lazima tuyamvahiri na neno la Mungu. Ndiyo maana tumechagua njia hii ili nifike kwenye uko haraka. Sababu ni vigumu uje katika semina, ni vigumu uketi saa nzima yote eti kazi inakufunga. Marawa leo ni usiku, tumeamua tukuletee neno hili nalo likujulishe kwamba Bwana wetu anakuja, siku za mwisho na matokeo yake kwa Wakristo. Shabaha yangu ya 5 na ndiyo ya mwisho inaweza kuwa inalenga nini? Shabaha yangu ya 5 katika somo hili ni kuchochea tena matumaini ya Wakristo katika kungoja Yesu. Haleluya! Ninaamini unasema amina kama unanifuata pale kwenye huko. Mungu akubariki sababu ninajua unanifuata. Mungu akubariki. Sikia, ninakuletea shabaha ya 5. Shabaha ya 5 naipenda jamani. Oh, haleluya! Napenda shabaha ya 5. Nayo inasema nini? Kuchochea tena matumaini ya Wakristo katika kumungoja Yesu Kristo Bwana wao.
Saa unaona mambo inakuja, dalili unaziona, matukio mbalimbali, sijue mambo gani, lakini wewe saa unaiona yale, hautakuwa desi, lakini matumaini yanachocheka, matumaini yanapata tena nguvu mpya, na unasema Bwana wangu anakuja. Na unasema kama vile Yohana kwenye kisanga cha Patmosi, sura ya Ufunuo 22 aya 12, yeye mwenye kuyashuhudia haya anasema, naje upesi. Yohana katika matumaini anajibia, anasema amina, na uje Bwana. Na Mwira naye anasema leo, amina, na uje Bwana. Ninataka nikuone na wewe kwenye unaketi msalo, na wewe useme amina, na uje Bwana. Hii ndio maana ninakuletea somo hili. Shabaha yangu ya 5, nichochee tena matumaini, niamshe tena matumaini ya Wakristo, wasiende wakaanguka katika ule mtego Petro anaosema ya kwamba wapo watu wanaosema tangu mababu zetu wanatuambia habari hizi, lakini yapo wapi sasa ile ahadi ya kuja kwa mwana wa Mungu? Sisi tuna matumaini katika ahadi ya kuja kwa mwana wa Mungu. Nikutangazie Mkristo ambaye una ahadi za kujenga nyumba, una ahadi za kuolewa, una ahadi za kazi, una ahadi za ndoa, una ahadi za uponyaji. Hizo ni ahadi ndogo ndogo. Ahadi kubwa tulio nayo, haleluya, ahadi kubwa tulio nayo ni ya kuja kwa Yesu Kristo, na lazima tuingoje kwa dhati, tuingoje kwa kiu sana, tuingoje kwa hamu sana, tuingoje katika matumaini makubwa, tuingoje katika hamu, kama vile watumishi wamtazamiavyo bwana wao, ndivyo Wakristo wanatakiwa watazamie ahadi ya kuja kwa Yesu, pamoja na miradi yao yote yenye watafanya, lakini watakuwa wako wanajua Maranatha, maana yake Bwana wetu anakuja. Nisizungumzie maneno haya tu bila ya kusoma Biblia pamoja na mimi, usijali, ndakupa mshairi tutausoma. Yohana wa kwanza sura yake ya 3 na aya yake ya 3. Yohana wa kwanza, niangalie Yohana wa kwanza sura yake ile ya 3 na aya yake ya 3. Yohana wa kwanza sura 3 na aya ya 3. Naisoma katika jina la Yesu. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa, kama yeye alivyo mtakatifu. Haleluya. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa, kama yeye alivyo mtakatifu. Neno la Mungu linataka kutuambia nini hapa? Nikianza na aya ya 2 labda itanisaidia usikilize. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Sema amina pale kwa unapatikana katika nyumba yako. Sema amina pale kwenye unakaa. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado jitakavyokuwa, lakini atakapodhihirika huyo mwana wa Mungu, inamaanisha parapanda italia, waliokufa watafufuka, walio hai watabadilishwa, watapewa mili mpya, tutakutana na Bwana wetu hewani. Fasi moja ya siri usiniulize wewe, kesha tu tutaikundua mimi na wewe siku hiyo. Na Biblia inasema atakapodhihirishwa tutafanana naye. Napenda hili neno, atakapodhihirishwa tutafanana naye. Na Biblia inasema kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa. Yaani kurudi kwa Kristo ni matumaini ya kanisa. Yaani kuja kwa Yesu ni matumaini ya kanisa. Wakati tunaona dunia iko inazeheka, sisi hatuzeheki Bwana, sisi hatulumwi Bwana, sisi matumaini inaote inasema zehekea kwa utazehekea, ili Bwana wangu aje anipeleke katika raha ya milele. Ni matumaini ya kanisa. Hata Yesu Kristo mwenyewe alituachia neno la pekee.
Kumbuka ile tarehe, ile siku alipokuwa akifanya karamu ya mwisho pamoja na wanafunzi wake. Katika ile karamu ya mwisho pamoja na wanafunzi wake, Yesu Kristo akala akanywa, na kwa mwisho anawaambia, sili na kunywa mpaka tutakapokunywa na ninyi divai ya mzabibu mpya katika ufalme wa Baba. Inamaanisha hata Yesu naye, haleluya, hata Yesu naye anayo hamu ya kutuona katika ufalme wa Baba yake. Hata Yesu naye anayo kiu ya kutuona tunaingia katika ufalme wa Baba yake. Sikia Mkristo mpendwa, ambaye unanisikia, ambaye unanitazama, hizi ndizo shabaha 5 ambazo nilizilenga katika kufundisha somo hili. Somo hili lina kipindi hiki kinaitwa mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Labda umetuanza huko mtandaoni na umetupata. Mimi ni mchungaji Mwira Mugula Robert, anayeongoza kanisa la Senge Mselpa na yote Industriele Bukavu nchini Kongo. Na katika kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru, niko na somo kubwa, niko na lenga kufundisha ni nyakati za mwisho na matokeo yake kwa maisha ya Wakristo. Sasa nilikuwa niko natangaza shabaha 5 ambazo zimenisukuma nifundishe somo hili. Shabaha ya kwanza, kuleta maarifa kwa kanisa. Shabaha ya pili, kanisa lijue na kujua jinsi litaishi katika nyakati za hatari, nazo ni za siku za mwisho. Shabaha ya 3, ili baada ya wewe kujua uwajulishe na watoto wako na kizazi chako na wengine juu ya habari hizi. Lakini shabaha yangu ya 4, ili uwe tayari katika kumngoja Bwana wako Yesu Kristo. Lakini shabaha ya 5, ili nichochee matumaini tena katika kumngoja Bwana wetu Yesu Kristo. Tusiwe desi, tusione saa Bwana wetu amekawia, lakini sisi tutabaki katika matumaini. Haleluya, tutabaki tukitumainia. Na ninataka mbele niende sasa katika nukta yangu ya kwanza ya somo hili. Nimalize ingilio hili kuambia Wakristo wanayoti mahali kote mnapatikana, nyote mlioamini Yesu katika ulimwengu mzima, wapendwa wangu mnaopenda kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru, ninataka niwaambie, sisi tunamngoja Bwana wetu kila siku. Kama hatukuona narudi lendi, tunamngoja mardi. Hakuji mardi, tunasema Bwana wetu atakuja merkredi. Hakukuja asubuhi, mchana yote mzima tunaenda katika shughuli zetu, mili inatumika, lakini roho, haleluya, inakuwa tayari kuinamngoja Bwana. Kama hakukuja mchana, sisi hatukati tamaa Bwana. Matumaini yetu inatuambia, Bwana wangu anaweza nikuta usiku, ndatengeneza maisha, ndakuwa tayari. Bukikucha hakuja usiku, tunamngoja mchana. Hivi ndivyo Wakristo wanaishi matumaini. Ninapenda niweke msumari hilo neno matumaini ya Wakristo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa. Inamaanisha mwenye matumaini ya kurudi kwa Yesu, mwenye matumaini ya kungoja kuja kwa Yesu, kila siku itwayo leo anajiepusha dhambi, anakesha. Ninataka sasa nianze nukta ya kwanza katika somo hili. Nukta yangu ya kwanza katika somo hili, ninataka nifundishe juu ya dalili za siku za mwisho. Dalili ya siku za mwisho. Tufahamishe kuwa maandiko matakatifu yanatueleza wazi wazi alama zinazodhihirisha siku za mwisho. Biblia, neno la Mungu, iko wazi. Biblia, neno la Mungu, iko dhahiri, nayo haikuficha lolote, nayo haikuficha lolote. Imeweka mambo yote wazi. Imetuletea mambo ya kutudhihirishia kurudi kwa Yesu Kristo. Inatudhihirishia alama za siku za mwisho. Vyenye vitendo vinatuambia hizi ni siku za mwisho. Kiswahili kusema tu siku za mwisho ni neno moja, lakini tunatakiwa mpaka Yesu Kristo, wanafunzi wake wakamswali wakamwambia, Bwana, utujulishe ni nini itakayokuwa alama ya kurudi kwako. Bia vitatuambia kama unakuwa karibu. Wakristo wapendwa, Yesu hakupaa mbinguni, mitume hawakufariki na wakatuacha tu hivi hivi ndani ya vidi. Biblia hiyo pekee imetuandalia na kutuonyesha vyenye vitakuwa vinatudhihirishia kwamba
hizi ni siku za mwisho. Sikia, kipindi hiki cha siku za mwisho sio siku chache tu, haiko mwaka moja, haiko miaka mbili. Nikirudi katika ile dispensation, niliwaambia ile sehemu ya 6 ambayo inaitwa wakati wa nyakati za mwisho. Nimewaambia hii imeanza tokea Pentekoste mpaka itafika mpaka pale kwa siku za ziki kuu. Sikia, haibebi siku moja, haibebi mwaka moja, lakini inabeba siku nyingi. Nataka kusema nini katika somo hili? Ni kipindi cha historia kinachoanza na kuendelea hadi kurudi kwa Yesu kunyakua kanisa lake. Ni kusema sisi hawa, mwira huu ambaye iko anawafundisha, na wewe ambaye uko unanifuata, umezaliwa katika siku za mwisho, umekomaa katika siku za mwisho, na umezeeka katika siku za mwisho. Na kuna wale watakufa tu katika siku za mwisho, na kuna wale ambao watapata neema ya parapanda, lakini ni wachache. Sikia, Biblia inataka kutuambia nini? Na katika mafundisho haya ninataka kuambia kwamba dalili hizi zinagawanyika kwa sehemu tofauti. Hizi dalili za siku za mwisho zinagawanyika kwa sehemu tofauti. Nazo zinagawanyika, kuna zile dalili tunaita dalili za kiroho. Dalili za kiroho ndazifunza, usijali. Kuna ile sehemu ya pili tunaita dalili katika kanisa. Sehemu ya kwanza, dalili za kiroho. Dalili hizi zinabeba sehemu nyingine ambayo inaitwa dalili katika kanisa. Lakini pia kunazo zile dalili zingine ambazo tunaita dalili katika ulimwengu. Dalili katika ulimwengu. Lakini pia kunazo zile dalili zingine ambazo tunaziita nazo ni dalili ambazo zinaelekea taifa la Israeli. Dalili katika taifa la Israeli. Hizi sehemu 4 zote nitazigusa katika somo hili. Sitamaliza leo, lakini ninajua nitaendelea kuzifunza moja kwa moja, na ninakupa ruhusa, ukisikia kuniswali, unaweza kuniswali kwenye namba yangu ya 09 94 21 84 97. Unaweza andika kwenye 09 94 21 84 97. Unaweza uliza hata kwa hii konte yetu ya WhatsApp ya 5 Mselpa na Yoti Bukavu, nayo unaweza kuuliza kwa ile konte, na tunaweza pata maswali yako ambayo unaiuliza, na kwa kipindi kitakachofuata tunaweza pata namna ya kukujibia. Nitasema tena kwamba nimeanza sasa nukta ya kwanza, nitafundisha juu ya dalili za kurudi kwa Yesu au dalili za siku za mwisho. Na katika dalili za siku za mwisho nitaanza na ile sehemu ya dalili za kiroho. Dalili za kiroho. Hii ndiyo nitaanza sasa kama sehemu ya kwanza katika kufundisha juu ya dalili za siku za mwisho. Tufahamishe kuwa maandiko matakatifu yenyewe inaonyesha namna gani zile dalili zinahusu maisha yetu ya kiroho. Nazo ni gani? Ni dalili zinazogusia au zinazogunduliwa na kujidhihirisha katika tabia za wanaojiita wa Kristo na sio les soi-disant chrétiens. Zipo dalili ambazo tutazigundua katika wale wenye wanajiita wa Kristo na sio wa Kristo. Kuna tabia zao zenye zitajidhihirisha, lakini yale ambayo wanayoyafanya, yale ambayo wanayoyatenda, hiyo pekee inatuambia sisi wa Kristo wenye ukamilika kwenda mbinguni kwamba huyu mtu siye mwenyewe, lakini ni siku hizi zinambeba hivi, ni siku zinaongea. Kwa maisha ya wale wa Kristo wa vuguvugu tunagundua dalili fulani fulani za kiroho za siku za mwisho. Sikia nitaje. Kwa mfano katika ile sehemu
ya dalili za kiroho, muna sehemu ya kwanza au niite nayo ni gani? Ni kuongezeka kwa dhambi na uasi. Kuongezeka kwa dhambi na uasi, nayo ninaisoma katika Timotheo wa pili sura 3 aya ya 2 mpaka aya yake ya 5. De Timothée chapitre 3 le verset 2 mpaka 5e verset. Acha niisome, baadaye nitaitaja moja kwa moja. Timotheo wa pili sura zake 3, tunaweza kuangalia na ule mstari wake wa 2 na tunaweza kufika ule mstari wake wa 5. Nasoma katika jina la Yesu. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapenda wanasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakizikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Hapa sitasema Bwana Yesu asifiwe. Hapa nitasema Mungu atusaidie. Hapa nitasema Mungu atuwezeshe. Ninataka nirudilie maneno haya. Niko katika ile sehemu au chapitre ya kwanza ya somo letu ambayo inafundisha sasa juu ya dalili za siku za mwisho. Na katika dalili za siku za mwisho tunachukua sehemu ya kwanza, nayo ni dalili za kiroho. Na katika dalili za kiroho ninachukua amo pointi ya kwanza katika dalili za kiroho ni kuongezeka kwa dhambi na uovu. Ni kuongezeka kwa dhambi na uovu. Na Paulo anataja maovu mengi sana pale. Anasema moja, wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiopenda kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapenda wanasa kuliko kupenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, ila wanakana nguvu za Mungu. Yesu wangu we. Wandugu zangu, hii yote ambayo ninayoitaja hapo inajidhihirisha leo katika tabia ya waswandizan chrétien. Uko unakutana haya yote mimi nataja hapa. Watu wenye kujipenda wenyewe, baegoist, ukabila, tribalism, wakwao. Bandugu yangu, wenye kupenda fedha, mpaka anatoa mtoto wake juu ya fedha, anatoa mama juu ya fedha, anatoa kizazi juu ya fedha, anatoa mzazi juu ya fedha. Mtu ambaye alikuchukua miezi 9 lakini juu ya fedha unamtoa kafara. Mtoto ambaye alikuuma miezi 9 tumboni lakini juu ya fedha unamtoa. Wenye kujisifu bamasifa, wenye kiburi jamani, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao. Hapa makaribuni tulisikia mjini Bukavu mtoto mwenye alimuua baba yake juu amemnyima gari. Bandugu yangu, wasiotii wazazi wao. Bandugu yangu, wasio na shukrani. Hata watendee mema watu wa siku za mwisho, hata ufanye vya ruje na vya noir, hawana shukrani. Wasio safi, wanajichafua wenyewe kwa ubaya. Bandugu yangu, wasiopenda wakwao, wasiopenda kufanya suluhu. Suluhu hapa inamaanisha wasiopenda kupatana na wengine. Titimagine Mkristo anagongana na mwenzake jamani. Ukikuja we mchungaji kuwapatanisha, ukikuja we Mkristo mwenzio kuwapatanisha, anakuambia mie kuliko ni ikale na fulani omwe watuwe. Siwezi kusamehe ule mtu, siwezi ikala na ule mtu, usiende mbali. Hiyo ni utimilifu wa dalili za siku za mwisho. Ukakutanana na watu wa namna ile, mkwaya yenu unakutana watu hawapendi kuelewana. Mjamaa watu hawapendi kuelewa.
vikao na vikao vya watu kuwaikalisha, marenio na marenio siri marenio, mekupatana neva, usiende mbali, ni siku za mwisho. Hiyo ni dalili ambayo iko inatimia polepole. Wasingiziaji jamani, wanajua kuvalishana jistokor, wanajua kukuikalia, wanachapa bongo, wanaitengeneza mzuri. Wale waenda Ulaya, wale usinikwazikie we mwenda Ulaya, lakini kuna wale wenye waenda Ulaya usinikwazikie jamani, jamani, wale wa avoka wao eti wanawaambia wende samba, sasa wanaambia tengeneza ile bongo mzuri. Anajililisha, walinibaka, waliua baba. Ninyi wenda Ulaya, kuna wale ambao wameua baba zao na wakali hai, wanajua kutengeneza uongo, wanajua kutengeneza uongo. Wasiojizuia, habana temperance jamani, unamuona naimba, lakini pima kumchokoza kidogo, unaweza jiuliza kama nakuaga mobatu bawili. We mwenye uko unanisikiliza, haujajishangaza we mwenyewe kama nakuaga moto wawili auje? Unaonaga kisi unawezaka kusara bakikutombosha, bakikukwaza unaona kisi unawezaka kusara. Unasahau kama unakuwa mwimbaji, unasahau kama unakuwa mombaji, unasahau kama wewe unakuwa mtumishi wa Mungu. Jamani, ninakuombea Mungu akuhurumie, nakuombea Mungu akusamehe, nakuombea Mungu akuoshe, nakuombea Mungu akuondoa mwa ile hali, ile tabia. Mungu awe pamoja na wewe. Mtu akakuchokoza tu hivi, wewe hauna cha kujizuia. Hata ngumi unaweza sukuma, unanyamaza, mimi unasikia. Hata ngumi unaweza isukuma. Utakuwa kumbuka vya uimbaji na vya kushambuka bilisha shambuka, na vya kuharibika bilisha haribika. Hiyo iko inajizihirisha. Ninarudi katika lile neno linolianza. Watu wa tabia, ile dalili za kiroho zinajidhihirisha katika tabia ya wale waswadi za kreti, zinajidhihirisha katika ya wale wa Kristo wa vuguvugu. Wakristo wenzangu mnao nisikiliza, wenye kumngoja Yesu, sasa utakuwa naona manifestation ya tabia hizi. Elewa Bwana wangu anakuja, elewa hizi ni siku za mwisho. Usibikamate normal, webi kurapele kukesha. Haleluya. Sasa unaona bale ba Kristo bene wanajimanifeste vile, bale benye habapendi kupatana, wale wasingiziaji, wale wakali, wale wenye kiburi, wale wenye kujivuna. Ni Wakristo wenye kujivuna, ni Wakristo hawajizuii, ni Wakristo hawana shukrani, ni Wakristo hawapendi wakwa, ni Wakristo hawapendi suluhu, ni Wakristo ni wasingiziaji, ni Wakristo wasiopenda mema, ni Wakristo ni wasaliti, ni Wakristo lakini wakaidi, ni Wakristo lakini wenye kujivuna, wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Hapa ndiko watu wengine wataniona saa mimi ni mshenzi jamani. Wende ukawaambie tu hawa mama, wende ukawaambie tu hawa mabinti, wende ukawaambia mtindo huu wa kushonesha nguo mwachi, mtindo huu wa mavalio mwachi, mtindo huu wa kujipodoa mwachi, mtindo huu hata wa vijana wetu, mtindo huu wa mavalio ya mapoketi mwachi, mtindo huu mwachi. Utaona namna gani watarapuka. Sijui kama wa nchi nyingine wataelewa Kiswahili changu kurapuka. Utaona namna gani hawatakuelewa. Usiende mbali. Ni watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Nitawapa mfano kwa wamoja ni mfano ya ujinga, lakini ninaamini kwa wengine itakuwa mfano nzuri. Sababu ninakaribia saa zangu zinataka kuisha. Ninataka kuomba Mungu na kuendelea pamoja na wasikilizaji wangu na kuwaacha kwamba mpumzike nyumbani mwenu. Lakini sikia nikuambie, utakapoona wale watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Wapo watu leo ukimwambia acha hii ili uimbe, acha hii ili uombe, acha hii ili ufanye huduma, iko tayari kuendelea mwa ile anasa, lakini umwe aache huduma. Iko tayari analapa, anasema mie kuliko niache mtindo wangu wa kichwa changu, niache mtindo wa mashono ya mango yangu, niache mavalio yangu hii, niache namna yangu ya kujikwatua, afadhali anahakikisha anasema afadhali nibaachie mambo yenu, afadhali kwaya yenu mwache. Tunao wengi katika makanisa zetu leo hawaimbi kwa sababu katika kuimba, katika kwaya walileta sheria. Tafadhali
waliwaelekeza, waliwaambia, kwa sababu sisi ni waimbaji tusivae hivi, sisi ni waimbaji tusijipodoe hivi, sisi ni wahudumu tusitembee hivi, sisi ni mashemasi kanisani mwetu tusibebe hivi. Na nasikia yeye afadhali aendelee na ile mtindo wake wa kuvaa, mtindo wake wa kujikwatua, mtindo wake wa kujipamba, mtindo wake wa mavalio, kuliko aimbie Mungu, kuliko afanye huduma kanisani, kuliko aingie mkwaya. Usiende mbali msikilizaji na mtazamaji. Mtu huyu amenaswa na dalili za siku za mwisho. Mtu huyu ameanguka katika mtego wa shetani. Nao inasema watakuwa wenye kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utaua ila wanakana nguvu za Mungu. Hapa ndiko ninamalizia leo na ndiko nitaanzia siku ya 5, Mungu akitujalia neema. Ninapenda niwaambie kwamba tulikuwa katika kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru ni kipindi ambacho kililetwa na wenu mchungaji Mwira Mungula Robert. Mchungaji Mwira Mungula Robert anakuwa mchungaji wa kanisa la Senge Msel Panayoti ambalo linapatikana Bukavu Muindustriel katika nchi ya Kongo. Ninao moyo wa shukrani sana, sababu nimeona watu wengi sana wamenifuata katika somo hili. Ninawapepea mahali mliko nikiwashukuru, nikisema mubarikiwe mwingi hapo, nikisema mbarikiwe mtokapo. Nimeona kweli kwenye chombo changu hapa kimedhihirisha kwamba mlikuwa wengi wa Kristo wanayoti mlionifuata. Acha niseme kwamba Mungu akubariki Mama Safi Masonga, Mama Josue ulinifuata, Mungu akubariki. Nimeona Mama Nelimu haya, Mungu akubariki ulinifuata. Ombeni Chiza ubarikiwe sana, ulinifuata sana. Ndugu Engineer Ndagano, Mungu akubariki ulinifuata, jina la Bwana libarikiwe. Bwana Pascale Chubaka Lela, Mungu akubariki, naona kama ulinifuata sana, Mungu akubariki. Oh, sifa kwa Mungu wetu. Ninaona ndugu yangu Mashauri akiwa katika mji wa Tanzania, nimeona naye ametufuata huko Tanzania. Mashauri, Mungu akubariki kwa kuendelea kutusikiliza. Naona mtu mnene au ulishakuwa mwembamba sijui, Victoire Rudahindo, Mungu akubariki. Nimeona umetufuata. Ndugu Oscar, asante. Ubarikiwe bwana. Asante Oscar, umetufuata sana, ubarikiwe sana. Ndugu Erike Bashengezi, ubarikiwe na Bwana na mke wako hapo nyumbani. Jamituga, ubarikiwe sana. Nimeona kweli mlikuwa wengi. Alenta Mwira, ubarikiwe na Bwana kila siku itwayo leo, Mungu akubariki. Naona ndugu yangu huyu Achiza Akila Vibi Simwa, ubarikiwe sana katika kufuata. Ahadi Glorieze Ganywa Mlume, ulitufuata. Benedikte Mpenda, mubarikiwe na Bwana. Nimeona kweli mlikuwa mkitufuata. Alfa Fidele, ubarikiwe sana. Mungu wa mbinguni aendelee kuwa pamoja na ninyi. Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki. Ninakutana mlikuwa wengi sana ambao mlinifuata katika kipindi hiki. Majina inakuwa mengi sana. Hata kama sitaji tena jina lako, utajisikia kwamba umebarikiwa popote uliko. Na Mungu aendelee kuwa pamoja na wewe, kwa sababu saa zangu zimeisha. Lakini nimeona kabisa kwamba mlinifuata sana kwa dhati. Na Mungu aendelee kuwabariki. Na Mungu aendelee kuwa pamoja na ninyi kila siku itwayo leo. Mubarikiwe mwingi hapo, mubarikiwe mtokapo. Ilikuwa ni wenu Mwira Mugula Robert, mchungaji wa Senge Msel Panayoti, ambaye aliwaletea kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Kipindi mtajua kweli na kweli itawaweka huru imechagua somo ambalo itakuwa nalo katika mwezi huu, nayo ni siku za mwisho na matokeo yake kwa Wakristo. Tuombe Mungu. Mungu awawezeshe, Mungu awape neema, muwe wasikilizaji na muwe watendaji wa neno la Mungu. Baba Mungu liyeumba mbingu na nchi, ninao moyo wa shukrani mbele zako kwa namna umetupa kibali hiki leo, kwa namna ambavyo umetubarikia. Haleluya. Mimi mtumishi wako nimekuwa madhabahuni pako hapa Nayoti, nikilitoa neno lako kwa watu walio mbali na karibu, wale ambao wametusikiliza leo, wale ambao watatusikiliza siku zingine. Mungu, uwasaidie wachapoishi katika siku za mwisho, lakini wasiishi kama watu wa siku za mwisho. Hata waishi katika nyakati za hatari, wasiwe watu wa hatari. Hata wataishi katika dalili hizi ambazo umetuonyesha leo,
juu ya tabia ya mtu wa asili ambaye kwa njia yake tunagundua dalili za siku za mwisho. Waepushe Wakristo wanayoti walio mbali na karibu, waepushe wasikilizaji na watazamaji walionifuata leo, wajue kukesha na kungoja kuja kwako Yesu. Neema hii ninawaombea wote walio mbali na walio karibu, nikiwatangazia ninyi nyote kwamba neema ya Yesu, pendo la Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu udumu katika maisha yenu kwa jina la Yesu. Amina. Ilikuwa kipindi Mtajua Kweli na kweli itawaweka huru. Ninawatakieni ninyi nyote usiku njema, asubuhi njema, mchana njema.